Hizi zote ndiyo barabara kimsingi zinabeba uchumi wetu. Kwa hivyo tumepanga kuhakikisha kwamba tunakwenda kuzifanyia ukarabati mkubwa, na maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi yako dhahiri kwamba tunakwenda kufanya pia si ukarabati tu, ni pamoja na upanuzi wa barabara hizi. Kwa hivyo mkakati wetu, mtaona namna ambavyo tunaanza kuzitoa barabara hizi kutoka katika single carriage zinakwenda kuwa katika double carriage. Kidogo kidogo tunaamini kwamba tutafanikiwa, tutakwenda hatua kwa hatua. Double carriage zitatusaidia watu waondoke katika mtindo wa barabara za kutazamana namna hii. Kwa hivyo mbili zinapita upande mwingine na mbili zinakwenda upande mwingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kimsingi pia msisitizo wetu ni kuhakikisha tunakamilisha miradi yote inayoendelea, na ile miradi ambayo imekwisha kusainiwa tunaipa kipaumbele cha namna ya kipekee kabisa. Kwa hivyo niwatoe hofu waheshimiwa wabunge ya kwamba miradi yote inayoendelea na miradi yote iliyokwisha kusainiwa, hii ni kipaumbele chetu na tutaendelea kuitazama kwa karibu sana ili kuhakikisha kwamba hatubakizi viporo ili mambo yetu yaweze kupendeza zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho naomba nijielekeze katika hoja ambayo imekuwa ikisemwa na baadhi ya watu ya kwamba hakuna kilichokopwa kisha tukakosa kufanya jambo la maendeleo. Katika barabara na viwanja vya ndege vilivyosimamiwa na Wizara ya Ujenzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunampongeza sana Rais Samia kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya, na ushahidi ni juzi Waziri wa Uchukuzi amekuwa akienda akifungua baadhi na kuruhusu ndege zinaruka. Tusingelikuwa na kiwanja cha Tabora, tusingekuwa na kiwanja kilichoboreshwa pale Shinyanga, tusingelikuwa na kiwanja kilichoboreshwa pale Sumbawanga, tusingelikuwa na mradi unaoendelea wa kuboresha kiwanja cha Kigoma, tusingelikuwa na uwanja unaoboreshwa pale Tanga, tusingelikuwa na mpango wa kutengeneza kiwanja cha kisasa pale Manyara. Haya yote tunafanya ni kutokana na mikopo nafuu tuliyoipata kupitia wadau wetu wa maendeleo. Kwa hivyo jambo la kusema kwamba tunakopa lakini hatuna tunalolifanya ni jambo la uzushi, ni jambo lisilo na maana na ni jambo la uchonganishi baina yetu na Watanzania. Ni mikopo hii ndio inayotupelekea tunajenga kiwanja cha kisasa cha Msalato, ni kiwanja cha mfano, ni kiwanja kitakachokuwa ni hub. Ndege za aina zote katika taifa letu zitatua ni kwa sababu ya kiwanja kikubwa cha pale Msalato. Ni namna ya mikopo hii ndio inayotufanya tunatengeneza barabara ya uhakika ya barabara 6 ya kutoka Chamwino Ikulu mpaka hapa Dodoma mjini, kwa maana ya 3 zitoke na 3 ziingie. Tunajenga mji wa kisasa wa serikali. Hatutaki kufanya makosa. Tunataka miaka 50 ijayo watoto wetu watakapokuja wakutane na jambo ambalo sisi wazazi wao tuliliandaa na likapendeza sana. Naomba waheshimiwa wabunge, kwa sababu ya muda kuto kutosha, nitawapa takwimu ya namna ambavyo nchi yetu imefanya maendeleo makubwa katika mikopo tuliyoikopa. Mikopo hii, Mheshimiwa Naibu Spika, ndio iliyoifanya Kigoma leo ifunguke. Tunatengeneza barabara ya kutoka Malagarasi kwenda Uvinza ni kwa sababu ya mikopo hii. Kutoka Kasulu kwenda mpaka Manyovu ni kwa sababu ya mikopo hii. Watanzania ni lazima wakatae uzushi wa watu wa namna hii.